Kuanzia Agosti 12 mpaka Septemba mosi ni wakati wa pressure kubwa kwa klabu ya Manchester United. Kuna ratiba ngumu na matukio ya muhimu ambayo itaifanya Manchester kuwa kwenye pressure na kuona msimu unaweza kwenda vipi. Sasa tuangazie ratiba nzima ambayo ni ngumu na ya moto kwa Manchester kwa mwezi Agosti na matukio yote ambayo yanatarajiwa kutokea yanawahusu Manchester United. Lakini usisahau Mwanza, Dar es Salaam, Morogoro na Dodoma tunatumia Twende Ride, usafiri wa kimtandao ambao unapatikana kwa bei rahisi kabisa. Sasa nikukumbushe tu, hii ndio ratiba ya moto ya mwezi Agosti mpaka Septemba mosi ya United. Kwanza imesalia michezo miwili ya pre-season ambayo itakuwa ndio michezo ya mwisho ya maandalizi kwa Manchester United, na italifanya benchi la ufundi la Michael Carrick kugundua klabu iko vipi, nini kinatakiwa kuongezeka na nafasi ya wachezaji ikoje kuelekea msimu ujao. Tunafahamu mechi za pre-season zinatoa nafasi pia kwa vijana wengi ambao huenda wakapata nafasi kwenye kikosi cha kwanza msimu ujao. Sasa kuna michezo miwili kuanzia tarehe 12. Kwanza kuna mchezo dhidi ya Leeds United. Hii ni timu nyingine kutoka nchini England, mechi ikipigwa pale Dublin. Hii ni mechi ya muhimu kabisa ya pre-season. Baada ya hapo tarehe 15 Manchester watakwenda kuwakabili AC Milan ya Ruben Amorim. Ni kocha wa zamani wa Manchester United ambaye alimpa nafasi Michael Carrick, na AC Milan chini ya Amorim katika michezo ya pre-season imekuwa na matokeo mabovu, 2-2 dhidi ya Celtic, lakini wakifungwa mechi dhidi ya Chelsea kwa goli 3-0. Hivyo Amorim atakuwa na wakabili waajiri wake wa zamani Manchester United. Hizo ndio mechi mbili ambazo zimebaki za pre-season, tarehe 12 na tarehe 15. Sasa baada ya hapo kutoka tarehe 15, tarehe 22 Manchester itakuwa inaingia mzigoni rasmi katika msimu huu mpya wa ligi kuu pale nchini England kwa kucheza mchezo wa kwanza dhidi ya Hull City, ikiwa ni mechi ya kwanza kabisa ya msimu kwa klabu ya soka ya Manchester United ambayo itakuwa sasa inajiangazia inakwenda kufanya vipi katika msimu wa 2026-2027. Ratiba itakuwa inatuanzia hapa sasa baada ya pre-season tarehe 22 dhidi ya Hull City. Hull City sio timu ngeni kwenye ligi, imekuwa na uzoefu, imecheza mara kadhaa ligi, imekuwa ikipanda na kushuka. So tunatarajia kuwa na mechi nzuri ambayo itatuonyesha namna gani timu imejiandaa, na uzuri ni kwamba mechi hii itakuwa tayari kikosi kiko chote kimekamilika, kwa sababu nyota wengi watakuwa wamekwisha kufanya mazoezi vya kutosha baada ya wengine kucheza World Cup, lakini wengine ambao walikuwa kwenye injury huenda pia wakawa wanapata nafasi. Mtu kama Shesko huenda labda akawa tayari amekuwa amerikava vizuri na kuanza kwa ligi katika mchezo dhidi ya Hull City ambao utakuwa ni mchezo wa kwanza wa ligi kwa msimu huu wa 26-27. Lakini kutoka hapo ratiba inaendelea sasa kuwa na mambo mengi zaidi. Tarehe 25 itakuwa ni siku muhimu pia kwa Manchester United kwa maana ya mwezi wa Agosti, ambako tunzo za PFA zitakuwa zinatolewa, huku nyota Bruno Fernandes ni miongoni mwa wachezaji ambao wanawania tuzo hii ya PFA Award. Tukumbuke Bruno alikuwa na msimu bora msimu uliopita, assist 21 ambazo ziliweka rekodi ya kuwa mtu aliyepiga assist nyingi, lakini pia alikuwa mchezaji ambaye alifanya vizuri zaidi. So kuja kuwania tuzo ya PFA atashindana na mtu kama Declan Rice, atashindana na Erling Braut Haaland kutoka Man City, anachuana na yule nyota mwingine wa City Ryan Check atakuwa kwenye anawania tuzo hiyo, lakini Gabriel kutoka Arsenal pamoja na David Raya wanawania tuzo hii. So ya tarehe 25 pia ni siku ya muhimu kwa Manchester kwa sababu Bruno huenda akapata tuzo hii kwa sababu ya kufanya vizuri msimu uliopita akishindana na watu hao. Lakini siku mbili baada ya tarehe 25 kwa maana ya Agosti 27 itakuwa ni ratiba ya draw ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Baada ya kuikosa ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa karibu misimu miwili, Manchester watakuwa wanarejea tena kwenye ratiba ya usiku mkubwa wa Ulaya. Agosti 27 ndio siku ambayo Manchester watajua nani mpinzani wao wanaenda kuanza naye katika ligi ya mabingwa barani Ulaya. Tunafahamu kikosi cha Manchester kimekuwa pia kikiangaziwa kuboreshwa kwa ajili ya michuano hii mikubwa ya usiku wa Ulaya.
itakuwa ni siku nzuri ya kurejea tena kuishuhudia Manchester katika siku zile za usiku baada ya kuimisi michuano hii, kwa sababu msimu ule mwingine uliopita timu ilimaliza kwenye nafasi mbovu, ikashindwa kufuzu kwa ajili ya kucheza michuano hii ya Ulaya. Hatukucheza hata Europa wala Conference League ambayo ni ligi ya 3 kwa ukubwa barani Ulaya. Sasa Manchester itakuwa inarejea tena kuicheza michuano ya usiku mkubwa wa Ulaya chini ya Michael Carrick. Hivyo tarehe 27 itakuwa ndo tarehe ya kujua nani anakwenda kuwa mpinzani wetu. Lakini Agosti 30 tutakwenda kufahamu sasa jambo jingine zuri kabisa, ni mchezo dhidi ya Ipswich Town ambao itakuwa ni mechi yetu ya kwanza ikienda kupigwa pale Old Trafford nyumbani machinjioni. Manchester atakuwa anawaalika Ipswich. Itakuwa ni mechi ya pili ya ligi katika msimu wa 2026-27, lakini ni mchezo wa kwanza wa Manchester wakicheza nyumbani, na tunafahamu vibe la OT, namna ambavyo Manchester wanakuwa hapa ni machinjioni kwa miaka mingi, japo miaka 2-3 hivi mambo yalikuwa sio mazuri, lakini sasa Carrick amerejesha ile mentality ya kuwa OT ni machinjioni. Watakao na alikwa Ipswich ambao wao pia sio wageni sana kwenye ligi, wamekuwa wakipanda wakishuka, so ni mechi nyingine nzuri ambayo itachezwa tarehe 30 pale Old Trafford mwezi Agosti, na hii inaendeleza ratiba ya moto ya Manchester katika mwezi huu Agosti. Septemba mosi ndio siku ya mwisho ya dirisha la usajili. Transfer deadline day itakuwa Septemba mosi. Tayari Manchester imesajili kadhaa kubwa, Yuri Tielemans, Andre Santos pamoja na Karl Darlow na vijana wengine ambao tayari wamekuja kwenye timu. Inasubiriwa kuona mpaka tarehe mosi kama Manchester watakuwa wamefanya maongezeko ya nyota wengine ili kuweza kukipima kikosi. Je, kina ubora wa kuweza kushindana katika michuano yote mikubwa? Tuna Champions League ambayo tutajua ratiba yake tarehe 27. Tuna ligi kuu ya soka nchini England, tunaanza na Hull City, lakini pia tuna FA na pia tuna Carabao, michuano mingine hii mikubwa. Hivyo tarehe 1 ya mwezi Septemba tutakuwa tumejua kama Manchester itakuwa imeongeza kikosi zaidi ama watabakia hawa waliosajiliwa. Hivyo mwezi Agosti mpaka tarehe mosi, kutoka sasa Agosti hii mpaka tarehe mosi ya Septemba, kuna ratiba ngumu sana kwa Manchester United. Michezo miwili ya pre-season, michezo miwili ya ligi dhidi ya Hull City ya ufunguzi, dhidi ya Ipswich pale Old Trafford, iko ni mchezo wa kwanza wa ligi nyumbani, lakini pia tuzo ya PFA tukitarajia Bruno atakuwa na wakati mzuri wa kuweza kushinda tuzo. Ratiba ya Champions League kujua nani mpinzani wetu. So tukiweka haya yote tunagundua kwamba mwezi wa 8 kwa siku hizi ambazo zimebakia kuna ratiba ngumu sana kwa Manchester United. Bana, ukiwa Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma na Mwanza tunaenda na twende ride. Usiache kusubscribe, kulike na kushare, lakini pia kudondosha maoni yako hapo chini, ni jambo la msingi. Unafikiri tutakuwa na msimu wa aina gani kuelekea msimu wa 2026 2027 katika michuano yote, ligi ya mabingwa, ligi kuu, FA pamoja na Carabao. Ciao.